hivi sinaweza kuanza biashara yangu bila kusajili, nitakuja kusajili mbele kisha changanya. Hii ni moja kati ya imani potofu wafanyabiashara wanakuwa nayo na inawakosti sana baadaye. Wanakuja kujuta, ningejua, sikujua mimi yanavyoenda. Sikia nikwambie, kuanza kufanya biashara bila kusajili biashara yako, unasubiria mpaka kichanganya. Ikishaanza kwenda kwenye mwendo momentum ndio usajili. Unajiweka kwenye hatari kubwa, unakosa ulinzi wa kisheria kwenye biashara yako. Kwa mfano, unaposajili biashara yako, moja kwa moja hii biashara yako inatambulika kisheria. So, kinachotokea kwenye biashara yako hakiwezi kuja kuiaffect maisha yako binafsi. Na inayotokea kwenye maisha yako binafsi hakiwezi kuaffect biashara yako binafsi. Kuna mstari mmoja umenyooka kwenye biashara yako. Kisheria haujilindi tena wewe, unalinda na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pili, unajilimit kwenye ukuaji. Unataka kutengeneza biashara milioni 10, milioni 100, alafu bila usajili. Alafu pesa yako ikipotea, unaanza kusema Tanzania sio salama, watu wengi ni matapeli. No, hujajiweka mazingira mazuri. Unataka kuingiza biashara yako ya milioni 100, milioni 10, hujasajili biashara yako. Unategemea unapokea hiyo pesa yako kwa namna gani? Lazima iweke mifumo ya kupokea pesa, mifumo ya kibenki. Huwezi kwenda benki ukapokea pesa yako ya biashara bila kuwa na usajili, kwa sababu hamna mtu atakaye kupokea. Na ukipitisha njia za panya, ikipotea huwezi kwenda kuidai kisheria. Unadai pesa yako, ilipotea wapi? Ulimpa nani? Mlikuwa unafanya biashara. Wewe unafanya biashara gani? Umesajiliwa wapi? Tuoneshe dokumenti zako na uhalali wako kufanya biashara. Kwa hiyo mlikuwa mnafanya magendo. Kwa hiyo wewe aliyekuibia na wewe aliyemwibia wote ni wezi. Hauwezi tena kudai pesa yako kwa sababu hujatengeneza mifumo sahihi na ya ulinzi wa kisheria. So, mwisho wa siku ndio hivyo, milioni 10 imeenda, milioni 20 imepita, ueleweki, ujui namna gani kuweza kupata haki yako. Basi unashinda pale, mimi sikujua. Wanakuja sasa baadaye, mimi sikujua bwana kama inavyotokea hivyo, mimi unajua ile ndo tumeanza. So, achana na kuanza kufanya biashara bila kusajili, alafu unasema nitakuja kusajili kichanganya. Itakavyochanganya, unategemea labda itachanganya mzunguko. Itakaje kuchanganya ni itakuchanganya akili kweli kweli. Hela imeenda, huna wa kumdai, huna authority, huna chochote cha kwenda kumuomba mtu hela yako ikarudi. Kitu gani kinatokea? Ndio imeenda hiyo. Na hamna mtu kukusaidia. Hapo ndipo unaona dunia ilivyokuwa chungu. Kama wewe ni huyu, comment neno usajili hapo chini sasa hivi. Nitakufikia DM kwako na nitaangalia unaweza kusajili kampuni ama unaweza kusajili jina la biashara, na utaweza kusajili biashara yako sasa hivi. Uepukane na kuchanganyikiwa biashara yako itakapoanza kufanya vizuri.